Tunaungana na Sammy Olafu, mtangazaji ambaye anafanya poa sana. By the way, kuna kitu nataka nimuulize baada ya kukutana hapa Mlimani City. Kuna ile interview ambayo alifanya msanii Diamond kuhusiana na ujenzi wa arena, na wewe ni mtu ambaye umekuwa ukisupport muziki wa Bongo Flava lakini pia Singeli. Pengine kwa wewe una maoni gani kuhusiana na idea ambayo alikuja nayo? Mimi binafsi naunga mkono kwa mtu yote ambaye atakuwa anatoa maoni kuhusiana na maendeleo ya muziki. Mimi namuunga mkono, amezungumza vizuri, lakini lazima tukubaliane kwa pamoja. Hiyo ni challenge ambayo inabidi sisi kama kiwanda, kama wadau wa muziki, wasanii na watu ambao tunafanya muziki, lazima tukubali kwamba tunapohitaji arena yenye uwezo wa kujaza watu 20,000, 30,000, lazima tujue sasa sisi kama wadau tunawezaje kuitumia hiyo arena. Sasa hivi wenyewe tunaona tuna uwanja wa taifa ule Benjamin Mkapa pale serikali imejenga. Unanielewa? Katika matukio ambayo yanafanya ule uwanja unajaa ni matukio mawili tu, either Simba Day na Yanga Day. Hata mechi za kawaida za Simba ama za Yanga uwanja unakuwa hauna watu wengi. Kwa hiyo issue sio tu arena, issue ni kwamba sisi kama kiwanda pia tunaweza kupull hiyo crowd ya watu kuwa tunawajaza kwenye hivyo vitu ambavyo tunawaomba, sio, unanielewa? Kwa hiyo wakati tunaomba miundombinu kama hiyo, of course ni muhimu. Diamond amezungumza kitu kizuri sana wakati tunaomba hiyo miundombinu, lakini lazima tujue kwamba tuna hiyo challenge. Baada ya arena, serikali kitimiza wajibu wake, arena ya watu 20,000, kumbuka ni serikali na invest kodi za wananchi kujenga hiyo arena. Baada ya serikali kujenga hiyo arena, inatakiwa hela irudi. Unanielewa vizuri? Kuna msanii gani hapa Tanzania wawili watatu ambao wanaweza wakafanya matukio kwenye hiyo arena kwa mwaka ambayo yakarudishia faida serikali na ile arena ikawa imeleta manufaa kwa wananchi? Sio, unanielewa vizuri? Kwa sababu inapojengwa maana yake inatakiwa irudishe ili miundombinu mingine pia iendelee kujengwa, hospitali manini. Kwa hiyo lazima wasanii pia wakubali na wadau kwamba tuna hiyo challenge. Kesho na kesho kutwa, mfano mimi nipo kwenye upande wa Singeli, sio? Na msanii gani wa Singeli ambaye leo hii tukiwa na arena ya watu 20,000 atajaza hata watu 7,000 tu kwenye hiyo arena? Kwa hiyo challenge lazima tuikubali. Kuna siku arena itajengwa na serikali, kwa sababu najua uwezo huo serikali yetu inao wa kujenga hiyo arena, lakini pia tutakuja kuulizwa na sisi kwamba wazee, arena ile pale tunataka sasa mkaijaze ile arena. Yaani lazima tukubali. Aidha watu wanataka au hawataki, lakini siku ambayo arena itajengwa ni lazima ndio siku hiyo ambayo challenge itarudi kwa wadau. Yeah. Sawa, nataka nikuulize kuhusiana na muziki wa Singeli ambao umekuwa ukiupambania kwa muda mrefu sana. EFM ni mmoja wa watu ambao wamefanya kazi kubwa sana kukuza muziki wa Singeli. This time tumeona kwamba Dula Makabila pia akiwa kama msanii wa Singeli, kuna post ambayo amepost lakini baadaye akaja kuifuta kuhusiana na mtangazaji kutokea East Africa Lichi Msafi. Kuna post ambayo aliposti akimuonyesha kwamba ni amevaa mavazi ya kike. Pengine kama mtangazaji mwenzake uliipokeaje kwanza ile, na unalipi labda la kuongea? Mimi huwa sipendagi kuingilia vitu binafsi vya watu. Ninachojua mimi Dula na Richi nadhani wana ukaribu, wana utani wa wao kwa wao. Kwa hiyo hata naamini ile post Dula alipost kwenye engo ya utani, na ndio maana ukuona nimechangia chochote wala nimesema chochote, lakini kitu ambacho mimi najaribugi kukizungumza, nazungumza kuhusiana na afya ya muziki. Kama mnataniana binafsi it's fine, unaona, kwa sababu ni utani wa watu wawili, unanielewa. Lakini ninapokuja kama unagusa kiwanda sasa cha muziki, hapo ndo tunaweza tukazungumza tofauti. Kwa hiyo mimi binafsi sidhani pia kama ni kitu fresh, kwa sababu sasa hivi dunia nayo pia ishabadilika. Ukimposti mwanaume amevaa nguo za kike unatengeneza image tofauti, na sometimes unaweza kuchafuka, inaweza ikawa rahisi, lakini kujisafisha baada ya kuchafuka ikawa ngumu kidogo. Kwa hiyo sidhani kama ni utani mzuri. Kama wana utani, nadhani wanahitaji kukaa kuzungumza ili wajue wanawekaje sawa. Sidhani kama ni utani poa. Sawa. Hapo kwenye ulivyogusia kuhusiana na kuweka muziki wa Singeli vizuri, kuna ile kauli ambayo aliwahi kuzungumza Lichi Msafi kwamba wasanii wa Singeli ni washamba, na mmoja wa watu ambao walikuwa wanaipinga sana ni wewe. Pengine kwa sasa hivi unavyoona wasanii wa Singeli wanavyofanya sasa hivi, kwa sababu tunaona Dogo Pattern anakuja vizuri, lakini this time ni kama amepotea hivi. Ile kauli ya Lichi Msafi pengine hujaona kama ina ukweli ndani yake? Mimi brother, nikwambia kitu kimoja. Yaani vita ya kuifanya Singeli simame ni vita kubwa sana. Yaani mimi hapa unavyoniona hapa na wenzangu, kuna tagi kubwa nyuma ambalo tumepambania huu muziki. Vita ambayo tunakutana nayo kwenye maeneo mengi ya kibiashara, maeneo ya vitu vingi, yani kuna vitu vingi ambavyo vinaharibika nyuma ya pazia. Tuwezi kuja mbele tukasema sometimes tunapoteza madili ya makampuni. Yaani vita ya Singeli kuwa pale ni vita kubwa sana. Sura nielewa vizuri. Dogo Pattern unaweza ukasema kapotea.
Dogo Paten anafanya vizuri sana, na hata jana ametoa ngoma yake, nadhani umeiona, ameshoot director Majagi, ni ngoma kali sana. Lakini Singeli, unajua watu wamekuwa kama ni wakiwa, yani unaelewa, ni watu ambao hawana watu wa kuwatetea, hawana watu wa kuwasemea. Yani tuliobakia ndo kina sisi ambao tunasema sasa hapana, hii sio sawa, hii sio sawa. Unaelewa vizuri? Muziki wa Singeli ni muziki ambao umetokea mtaani. Kitu kilichotokea mtaani maana yake watu hata wanaofanya huo muziki pia wanatokea mtaani. Watu wanaotokea mtaani wengi wao hawana exposure, unaelewa vizuri. Wengi wao hawajui biashara zinavyofanyika. Kwa hiyo wadau wamekuwa wakitumia hiyo weakness kwa wasanii wetu kuwafanya wa underrate, wawe wadogo, washindwe kufikia malengo yao. Sio, unaelewa vizuri. Wadau wamekuwa wana spoil sana wasanii, wanaharibu sana wasanii. Unaweza ukashangaa, mimi nafanya kitu inaitwa Super Kitaa. Nachukua talent za Singeli mtaani, nazipandisha na zileta pale. Zikionekana zikiwa kubwa, kuna mtu anatokea huku juu, anamchukua yule mtu, anamuaminisha, anayemwaminisha, anamvuruga. Mtu katoka mtaani leo hii anakuja kukutana na mtu mkubwa huku juu, anamvuruga, anashindwa kufuata misingi, baada ya muda anajikuta kapotea. Anashindwa kufanya mziki wake, anashindwa kudeliver. Kwa hiyo tumekuwa tukikutana na hizo changamoto. Ni watu wachache sana ambao wanatoka na wanakuwa smart wa kujua kwamba bana, mimi sawa ni msanii mkubwa lakini nahitaji kufanya ABC katika upangilio huu na huu na huu. Kwa hiyo hilo ndio changamoto ambayo tumekuwa tukiiface. Mimi nakwambia, na kuna siku tutakuja tena, Mungu akitupa uhai, kama hivi tulivyokaa leo, tutakuja kuzungumza. Singeli haiwezi kupotea wala haiwezi kushuka na wala haiwezi kufa. Kama sisi ambao tunasimamia Singeli tupo. Hata nikifa mimi kuna tagi kubwa liko. Wengine wako behind the scene waoni na uwajui kabisa. Singeli haiwezi kupotea wala haiwezi kufa. Serious nakwambia. Tumalizie na moja kuhusiana na hivi karibuni Alikiba amefanya show Mwanza, na kwenye show yake kuna maneno ambayo alizungumza kwamba ni kama alikuwa anatupa dongo hivi kwa Diamond kuhusiana kwamba yeye wataendelea kuachia ngoma lakini yeye atakuja kuachia ngoma moja. Pengine kama mtu ambaye upo kwenye industry kwa muda mrefu, ile unaona ni namna fulani ya kukuza muziki au kuna namna fulani ambayo kwa mashabiki ambao wanafuatilia muziki kwa muda mrefu wanaona kama vile ni kama kutengeneza chuki tu kwa msanii mwingine? Babu, muziki unatakiwa watu wazungumze, watu waseme. Nyinyi sasa hivi wazao wa social media, nyinyi mnataka content. Unaona, ndio maana kile alichokiongea Alikiba yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa kwamba kitazungumzwa na kitaenda. Kwa hiyo hivi vitu inabidi vitokee. Kibaya ni kuingiana maongoni tu, yani kufanya vitu ambavyo vitakuwa vina athari ya moja kwa moja kati ya mtu na mtu. Lakini kama vitu vinafanya kama hivyo kuchangamsha game, Alikiba kapiga kidongo hiki, Diamond kapiga kidongo hiki, tunaenda. Na hapo sasa ndo wasanii wengine pia wajifunze, unaona, kwamba muziki ni vita. Kama wale ndio tunaamini ndio big fish wa industry. Tunaamini wale ndio big fish wa industry na wanafanyia na vile, maana yake huko chini vipi? Unanielewa vizuri. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tunahitaji kupambana, yani tunahitaji kufanya vitu. Yani udogo na ukubwa unatokana na hizo headlines. Alikiba kaongea neno dogo limetengeneza headlines nchi nzima, East Africa, watu wote wanajua Alikiba kaongea kitu. Kwa hiyo wasanii pia wajifunze, waache kuwa machawa, waache kuwa mashabiki, wafanye muziki. Yeah. Thanks. Yeah.